Nyuma yangu ni mto Mkondoa uliopo hapa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, ambao ndio umekuwa chanzo kikubwa cha mafuriko kwenye baadhi ya maeneo ya wilaya hii. Hivi karibuni mto huu umejaa na kusababisha mafuriko katika eneo la Tindiga ndani ya wilaya hii ya Kilosa. Kutokana na kutokea kwa mafuriko katika eneo hilo la Tindiga, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba pamoja na viongozi wengine akiwemo mkuu wa mkoa wa Morogoro na baadhi ya mawaziri wamefika katika eneo hilo la Tindiga kujionea athari zilizojitokeza pamoja na kutoa maelekezo ya serikali. Kutoka hapa katika mto Mkondoa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, hii ni Ayo TV na millardayo.com. Mimi ni Jacob Sonyo. Tumeona kwa juu na tuliposogea hapa pembeni tumeona hali halisi, na hali ya aina hii kama mkuu wetu wa wilaya alivyosema imekuwa ikijitokeza. Imetokea kwa siku za karibuni, imetokea 2010, imetokea 21, 22, tuliona tena kwa kiasi 23. Ni jambo ambalo linajitokeza, na katika kujitokeza kwake serikali haijakaa kimya. Mwaka juzi na mwaka jana serikali ilitafuta fedha kwa ajili ya kuhakikisha tunatafuta suluhisho ambalo litaleta unafuu katika maeneo ambayo maji yamekuwa yakisambaa na kuleta haya madhara. Kidete pamoja na Gulwe kwa upande wa kuelekea Dodoma. Mapendekezo ya kamati za usalama mkoa na wilaya imekuwa pajengwe bwawa litakalosaidia maji kutokutawanyika na kuleta haya mafuriko. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakumbuka ningali waziri wa fedha wakati ule, nilitumwa na Mheshimiwa Rais kushughulikia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa bwawa la Kidete na mabwawa mengine pacha kama 7 au 8. Fedha imeshapatikana ya ujenzi wa mabwawa hayo. Kinachofanyika sasa hivi ni kukamilisha masuala ya kitaalamu ili tusije tukapeleka fedha tukaweka bwawa katika eneo ambalo halitatibu tatizo la mafuriko. Kwa maelekezo yangu, na leo tuna bahati mawaziri wote wanaohusika wako hapa. Waziri mwenye fedha yuko hapa, tampa nafasi baadaye awasalimie. Waziri wa kilimo na umwagiliaji yuko hapa, naye tampa nafasi asalimie. Na waziri wa maji yuko hapa, na waziri wa uchukuzi mwenye reli yuko hapa, na waziri wa mazingira amewakilishwa na naibu waziri yupo hapa, na wengine ilikuwa tuwe timu kubwa, wengine wameenda katika maeneo mengine wakiwa wanatekeleza majukumu haya ambayo ni ya kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuleta ustawi wa Watanzania. Uliowaona ni familia hizi, nyumba kaya 150. Nimemuita kamishna wa ardhi, yuko pale nyuma, simame umuone. Yule ndio kamishna wa ardhi wa Morogoro, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hapa naye amenithibitishia kwamba hii taarifa ya 150 hawa wanaopatiwa viwanja vya square mita 700 vya Tindiga na kadhalika, eneo linakwenda, zoezi analifanya yeye mwenyewe, analisimamia wenyewe na wataalamu wake na wataalamu wa halmashauri ya Kilosa, litapatikana ndani ya miezi 6. Lakini bado pana zoezi la kwamba unapompatia mtu kiwanja na ametoka kwenye mafuriko alafu anaenda kufanya nini pale kwenye kiwanja. Mwaka 2010 wakati wa mafuriko makubwa, serikali kupitia Jeshi la Wananchi wa Tanzania ilifanya kazi kubwa sana ya kuweka kingo pamoja na magema ambayo
yamesaidia kwa miaka hiyo yote zaidi ya 20 kuweza kunusuru mji wa Kilosa. Lakini jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan katika mwaka 2021-2022 zimesaidia sana kuondoa mafuriko katika mji wa Kilosa. Ni wazi kwamba ujio wako leo tunaamini kabisa utakwenda kusukuma jitihada hizi za kuhakikisha kwamba watu wa bonde la mto Ruvu, watu wa TANROADS pamoja na wadau wengine wanakaa pamoja ili kuja na njia za dharura na za haraka kunusuru maafa mengine kabla mvua hizi hazijachanganya. Lakini kingo za mto Mkondoa zimeharibika. Serikali itengeneze tuta kuanzia Kilosa mpaka mwisho vijiji vyake. Kijiji cha mwisho, kijiji chetu cha Malangali, matuta kiishia hapo kushoto na kulia, mto uwekewe kingo, hakutakuwa na mafuriko tena, mimi naamini.